Asante sana na kushukuru sana kwa kutunza muda. Nimwite sasa Mheshimiwa Daktari Christine Shengoma, atafuatiwa na Mheshimiwa Tumaini Magesa. Mheshimiwa Edward Ole Kaita alijiandaa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipatia nafasi ya kuchangia kwenye wizara hii ya nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu aliyenipatia nafasi na nguvu na afya kusimama kwenye bunge lako tukufu siku ya leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda sana kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya kwenye wizara hii kwa kuwapa fedha, kwa kuhakikisha kuwa umeme unawaka na watu wanapata umeme wa kutosha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sana kumpongeza Mheshimiwa Dr. Biteko ambaye naibu waziri na waziri wa nishati kwa kazi kubwa aliyoifanya kwenye sekta hii ya umeme, kuwa wananchi wengi wamepata umeme wa kutosha. Mheshimiwa, pia namshukuru naibu wake Judith Kapinga, katibu mkuu, manaibu na wizara yote kwa ujumla, pamoja na kamati ambayo inashughulikia jambo hili la nishati, na wapa pongezi kwa sababu wanafanya kazi nzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kuchangia pia kwa kuhusu bwawa la Mwalimu Nyerere. Bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo linatoa umeme wa maji. Kweli tunashukuru sana Mheshimiwa Dr. Biteko, umefanya kazi pamoja na naibu wake, kwa sababu sasa hivi mitambo yote 9 imekamilika, umeme unaingizwa kwenye gridi, na hivyo umeme umeongezeka mpaka mega 1400 kiasi umeme umeongezeka, pamoja kuna na vyanzo vingine vya umeme kama sola, jua na mambo mengine ambayo yanaongeza umeme. Kwa hiyo tuna imani kuwa sasa hivi umeme umeongezeka na tunaweza kuuza hata nchi za nje. Kwa kweli Tanzania tunajidai kwa uongozi wa Mama Samia ambao anatuongoza vizuri kwenye sekta hii ya wizara ya nishati. Mheshimiwa Mwenyekiti, mambo ya katika umeme hata kwetu Morogoro, mkoa wetu wa Morogoro, umeme unakatika. Ingawaje tuna vyanzo vingi vya umeme. Kuna Kidatu, bwawa la Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo nilikuwa na shauri kuwa Mheshimiwa Waziri, hili swala la katika umeme liangaliwe, kwa sababu umeme unavyokatika vifaa vinaharibika, TV zinaharibika, friji zinaharibika, mboga kwenye friji zinaharibika. Kwa hiyo ni vizuri iweze kuangaliwa isiwe na katika. La sivyo Mheshimiwa Waziri Dr. Biteko, unafanya kazi vizuri, ila hili jambo la katika kuna hitilafu mbalimbali, sio kusema umeme ni kidogo, ila hitilafu zingine nyaya zinaweza zikashikana zikafanya nini. Kwa hiyo watu wapate taarifa kama tulivyosema. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ni kusambaza umeme hasa kwenye vijiji na vitongoji. Mkoa wetu wa Morogoro vijiji kwa wastani vyote vimepata umeme, ila tatizo liko kwenye vitongoji. Kwa hiyo nilikuwa na shauri kuwa Mheshimiwa Waziri liangalie ile swala la kupata umeme kwenye vitongoji, kwa sababu kila mmoja anafurahia kupata umeme. Anapenda kupata umeme. Umeme ni muhimu kwa binadamu, umeme ni muhimu kwa nchi yetu, umeme unakuza uchumi, umeme unaendesha viwanda, umeme ni kila kitu. Kwa kweli umeme ni jambo zuri. Kwa hiyo naomba sana hata hawa makandarasi ambao mnawaweka kwenye kusambaza umeme, waweke harakati kubwa kama fedha zipo kusudi waweze kuweka umeme kwenye vitongoji vyetu, kwa sababu mkoa wangu wa Morogoro ukweli mmeanza kuweka kwenye vitongoji, lakini vitongoji vingi pamoja na taifa kwa ujumla bado havijapata umeme. Ila naamini kuwa kwa jitihada yako Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, naamini kuwa tutapata umeme kama ilivyopangwa, ila jitihada iweze kuongezeka. Mheshimiwa Mwenyekiti, namshukuru sana na kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa nishati safi na salama. Kwa kweli majiko ya mtungi ya gesi
elimu imeenea, watu wanapenda sana kutumia nishati hii. Ni nzuri, inakufanya uwe na afya, ufurahie wewe mwenyewe wakati unapopikia. Lakini tatizo ni moja tu, Mheshimiwa Waziri wa Nishati, ni kuwa bado bei iko juu. Angalia jinsi ya kuwapunguzia hii bei kusudi kila mmoja aweze kumudu kununua hii mtungi, au mtungi unavyoisha aweze kujazia, kwa sababu unakuta kina mama kweli wana mitungi wanafurahia, lakini mara gesi inapoisha hana 23,000 za kujaza. Kwa hiyo naomba iangaliwe kusudi waweze kuitumia, iwe endelevu, isiwe tu wanapata tu ndio mwisho, iwe endelevu kusudi hata kina baba wengine wanapika ni babalishe, na wenyewe wanafurahia kutumia huu umeme. Jambo lingine ambayo nilikuwa ninaliongelea ni kuhusu usambazaji, hasa usambazaji wa umeme majumbani. Tunasema mijini ni 300,000, vijijini ni 27,000. Lakini kumbuka Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, hata wewe unatoka huko kijijini, hata wewe unatoka mjini. Lakini kuna mwenyekiti, kuna wengine watu wanatoka mjini lakini hawamudu 300,000 kuingiza umeme, lakini umeme wanaupenda. Kwa hiyo naomba kadiri tunavyozidi kupata umeme mwingi nchini kwetu, alafu vyanzo vinakuwa vingi, kuna makaa ya mawe na yenyewe yanazalisha umeme, kuna maporomoko ya maji yanazalisha umeme, naomba muweze kuangalia kuwa kuingiza umeme kwenye majumba yetu, angalau bei iweze kuangaliwa kadiri tunavyopata umeme mwingi. Jambo lingine ambalo wananchi wamenituma ni kuhusu bei za nguzo za umeme. Wanatamani kuweka, lakini wakati mwingine unakuta bei inakuwa juu kuingiza, kama ni nguzo 3 kufikia nyumbani kwake au ngapi, unakuta wakati mwingine inakuwa ni shida sana. Kwa hiyo naomba sana na yenyewe mliangalie hiyo kusudi wananchi waweze kupata umeme wa kutosha na wafurahie maisha, na waweze kufanya biashara ndogo ndogo. Kwa mfano kusaga unga unatumia umeme, viwanda vidogo vidogo hivyo unatumia umeme, mwanga unatumia umeme, yani vitu vingi unatumia umeme. Wanafunzi kusoma wanatumia umeme. Sasa hivi ni science and technology tunatumia umeme. Kwa hiyo naomba sana uangaliwe hiyo bei ya umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafurahi sana. Kwa kweli ukiwa na umeme unafurahi sana. Watu wengi wanapenda umeme, watu wengi wanapenda nishati safi. Kwa hiyo naomba sana hizo bei ziweze kuangaliwa. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Dr. Biteko, ambayo ndio waziri wa nishati na wizara nzima, nafikiri umenisikia, nimeongea kwa kifupi, nimechangia kwa kifupi, yale ndio nimetumwa na wanawake wa Morogoro na wananchi wa Morogoro. Asante sana, naunga mkono hoja. Nashukuru.